Bwana, ukisikia ile kauli inasema kwamba kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Yaani kizuri tu kitaonekana na kitakubalika kwa watu na kujithibitisha, ikiwa ni mara baada ya Alikiba, msanii Alikiba, king wa music mwenyewe, kufanya show moja huko mkoani Geita, ikiwa ni send off ya binti wa tajiri mkubwa. Bado unaambiwa taarifa kutoka kwa mmoja kati ya influencer ambao anaitwa Mr. Paul Brandy. Alisema kuwa star wa muziki Alikiba amelipwa kiasi cha shilingi milioni 310 kuimba kwenye send off ya binti wa kwanza wa tajiri Sylvester Buyamba kutokea Katoro Geita, na hiyo siku vitu vingi vilifanyika na wengi walipata kumtunza Alikiba pesa nyingi sana. Na unaambiwa pesa makubaliano ya show ilikuwa ni milioni 80 tu, lakini pesa ambayo amekuja kutunzwa na matajiri kwenye sherehe hiyo ni zaidi ya pesa ya makubaliano ya hiyo show. Na baba wa bibi harusi ambaye ndio mzee Sylvester wenyewe wanamuita GSM wa Katoro, alimpa Alikiba dola 10,000 ambayo ni sawa na milioni 26, na matajiri wengine pamoja na watu wengine pia wakampa milioni 251. Na kwenye sherehe hiyo pesa nyingi iliyokuwa inatolewa ni dola, yani ilikuwa ni mchezo wa dola tu na sio shilingi za Kitanzania. Unaambiwa Alikiba kutoka huko ametoka na pesa nzuri na pesa ya maana sana. Sasa wachambuzi wengi wakaja wakazungumzia issue ambayo imetokea kwa Alikiba, na mmoja kati ya wachambuzi, lakini pia mmoja kati ya wadau ambao wamezungumza ni pamoja na mkali wenu, alizungumza na kusema kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya msanii anayetafuta kuonekana ana pesa na msanii ambaye pesa inamtafuta. Na zamani ukubwa wa msanii ulipimwa kwa kujaza uwanja wa mpira. Leo Kiba ameonyesha ukubwa na uwezo wa msanii kukodiwa mteja mmoja binafsi, yani private client, na kulipwa bajeti ambayo ingepatikana kwa vingilio vya watu 10,000. Na wasanii wengi wa sasa wakitaka kudhibitisha ukubwa wao watakimbilia kutaja takrimu, nimefanya show ya milioni kadhaa au bila kiasi fulani sifanye show ndani. Lakini kwa mfalme Alikiba ameachana na ushamba huo, badala ya kutaja kiwango cha pesa yeye amemtaja mamlaka ya pesa. Anaposema kwamba matajiri wa Mwanza na Geita, akili inayofanya kazi hapo ndo inahama kutoka kwenye makaratasi ya noti na kwenda kwenye vyanzo vya utajiri kama dhahabu, madini na mzunguko mkubwa wa fedha na wakanda ya ziwa. Alichokifanya kwenye send off ya mtoto wa bilionea ni ujumbe tosha kwa tasnia nzima. Ukubwa wa msanii kwa sasa hautajwi kwa kujaza maviwanja pekee, bali pia unapimwa kwa uwezo wa kukodiwa na mteja mmoja ambaye ana uwezo wa kulipa bajeti nzima ya tamasha la watu 10,000. Na huku ndiko ambako wasanii wakubwa wanapopiga pesa ya heshima isiyo na pressure na inayojenga networking na watu wenye maamuzi makubwa ya kifedha nchini. Kiba ametupa somo moja kubwa la kimkakati: heshima ya brandi haitafuti kwa kupiga kelele ya kiasi gani unacho mfukoni kwako, bali pia kwa kuacha hadhi ya mazingira na watu wanaokuzunguka iongee kwa niaba yako. Huyu ni mkariri anaweza kuandika hivyo. Na tujikumbushe pia si Alikiba tu, hata Harmonize alifanya show pia huko nje kwa hao watu wa mgodini ama watu ambao wanafanya biashara za madini na kuweza kulipwa pesa nzuri. Lakini kwa Alikiba imekuwa ni zaidi mara baada ya kulipwa kiasi cha pesa nyingi, takriban dola 310 milioni 310 za Tanzania, sawa na dola nyingi sana za Kimarekani. Na unaambiwa mchezo ulikuwa ni mchezo sio wa Tanzanian shillings, ulikuwa ni mchezo wa nini? Mchezo wa dola. Sasa maoni yako ni hapo, kile ambacho kimetokea kwa Alikiba baada ya kufanya show hiyo na kupata pesa ambayo kwa Tanzania ama msanii wa Tanzania kuingiza pesa hiyo kwa mteja mmoja ilikuwa ni ngumu sana, zaidi angefanya labda kwa kujaza uwanja. Lakini pia hilo kutokea kwa msanii Diamond aliyefanya performance kwenye harusi nje ya nchi huko na kupata pesa nzuri. Sasa maoni yako ni yapi kile ambacho kinaendelea kwa wasanii ambao wanafanya show kwenye shughuli za watu binafsi na kuingiza pesa nzuri? Drop comment yako hapo, like, comment na kushare, subscribe. Mimi hapa ni Sami Baby. Bwana, ukisikia ile kauli inasema kwamba kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Yaani kizuri tu kitaonekana na kitakubalika kwa watu na kujithibitisha, ikiwa ni mara baada ya Alikiba, msanii Alikiba, king wa music mwenyewe, kufanya show moja huko mkoani Geita, ikiwa ni send off ya binti wa tajiri mkubwa. Bado unaambiwa taarifa kutoka kwa mmoja kati ya influencer ambao anaitwa Mr. Paul Brandy. Alisema kuwa star wa muziki Alikiba amelipwa kiasi cha shilingi milioni 310 kuimba kwenye send off ya binti wa kwanza wa tajiri Sylvester Buyamba kutokea Katoro Geita, na hiyo siku
vitu vingi vilifanyika na wengi walipata kumtunza Alikiba pesa nyingi sana. Na unaambiwa pesa makubaliano ya show ilikuwa ni milioni 80 tu, lakini pesa ambayo amekuja kutunzwa na matajiri kwenye sherehe hiyo ni zaidi ya pesa ya makubaliano ya hiyo show. Na baba wa bibi harusi ambaye ndio mzee Sylvester wenyewe wanamuita GSM wa Katoro, alimpa Alikiba dola 10,000 ambayo ni sawa na milioni 26, na matajiri wengine pamoja na watu wengine pia wakampa milioni 251. Na kwenye sherehe hiyo pesa nyingi iliyokuwa inatolewa ni dola, yani ilikuwa ni mchezo wa dola tu na sio shilingi za Kitanzania. Unaambiwa Alikiba kutoka huko ametoka na pesa nzuri na pesa ya maana sana. Sasa wachambuzi wengi wakaja wakazungumzia issue ambayo imetokea kwa Alikiba, na mmoja kati ya wachambuzi, lakini pia mmoja kati ya wadau ambao wamezungumza ni pamoja na mkali wenu alizungumza na kusema kwamba kuna tofauti kubwa sana kati ya msanii anayetafuta kuonekana ana pesa na msanii ambaye pesa inamtafuta. Na zamani ukubwa wa msanii ulipimwa kwa kujaza uwanja wa mpira. Leo Kiba ameonyesha ukubwa na uwezo wa msanii kukodiwa mteja mmoja binafsi, yani private client, na kulipwa bajeti ambayo ingepatikana kwa viingilio vya watu 10,000. Na wasanii wengi wa sasa wakitaka kudhibitisha ukubwa wao watakimbilia kutaja takrimu, nimefanya show ya milioni kadhaa au bila kiasi fulani sifanye show ndani. Lakini kwa mfalme Alikiba ameachana na ushamba huo, badala ya kutaja kiwango cha pesa yeye amemtaja mamlaka ya pesa. Anaposema kwamba matajiri wa Mwanza na Geita, akili inayofanya kazi hapo ndo inahama kutoka kwenye makaratasi ya noti na kwenda kwenye vyanzo vya utajiri kama dhahabu, madini na mzunguko mkubwa wa fedha na wakanda ya Ziwa. Alichokifanya kwenye sonofu ya mtoto wa bilionea ni ujumbe tosha kwa tasnia nzima. Ukubwa wa msanii kwa sasa hautajwi kwa kujaza maviwanja pekee, bali pia unapimwa kwa uwezo wa kukodiwa na mteja mmoja ambaye ana uwezo wa kulipa bajeti nzima ya tamasha la watu 10,000. Na huku ndiko ambako wasanii wakubwa wanapopiga pesa ya heshima isiyo na pressure na inayojenga networking na watu wenye maamuzi makubwa ya kifedha nchini. Kiba ametupa somo moja kubwa la kimkakati: heshima ya brandi haitafuti kwa kupiga kelele ya kiasi gani unacho mfukoni kwako, bali pia kwa kuacha hadhi ya mazingira na watu wanaokuzunguka iongee kwa niaba yako. Huyu ni mkaribuni anaweza kuandika hivyo. Na tujikumbushe pia si Alikiba tu, hata Harmonize alifanya show pia huko nje kwa hao watu wa mgodini ama watu ambao wanafanya biashara za madini na kuweza kulipwa pesa nzuri. Lakini kwa Alikiba imekuwa ni zaidi mara baada ya kulipwa kiasi cha pesa nyingi, takriban dola 310 milioni 310 za Tanzania, sawa na dola nyingi sana za Kimarekani. Na unaambiwa mchezo ulikuwa ni mchezo sio wa Tanzanian shillings, ulikuwa ni mchezo wa nini? Mchezo wa dola. Sasa maoni yako ni hapo kile ambacho kimetokea kwa Alikiba baada ya kufanya show hiyo na kupata pesa ambayo kwa Tanzania ama msanii wa Tanzania kuingiza pesa hiyo kwa mteja mmoja ilikuwa ni ngumu sana. Zaidi angefanya labda kwa kujaza uwanja. Lakini pia hilo kutokea hata kwa msanii Diamond aliyefanya performance kwenye harusi nje ya nchi huko na kupata pesa nzuri. Sasa maoni yako ni yapi kile ambacho kinaendelea kwa wasanii ambao wanafanya show kwenye shughuli za watu binafsi na kuingiza pesa nzuri? Drop comment yako hapo, like, comment na kushare, subscribe.